الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma mtume wake na ali za mtume wake walio wataharifu, na wausieni na kujihusia nafsi yangu, tumcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani kumcha Mwenyezi Mungu ndiyo mafanikio ya maisha yetu hapa duniani na kesho akhera. Mazungumzo yangu ni mtiririko wa mazungumzo tuliyoyaanza kabla ya wiki 5 zilizopita. Nayo ni mazungumzo yahusu au yalenga kuangalia nafasi ya uongozi katika jamii zetu au katika umma wetu. Na tulisema uongozi kazi yake kubwa ni tahrikul umma, ni kujaribu kuusukuma umma na kuupeleka katika malengo ambayo yameshachorwa na yako wazi kwa kila mmoja katika umma kama huo. Kwa sababu umma au jamii bila ya uongozi au uongozi bila ya umma au malengo bila ya watu ambao watakuwa wako nyuma wanayapigania malengo kama hayo, basi itakuwa haina maana ya uongozi, wala itakuwa hatuwezi kufikia mafanikio umma kama umma. Na hii tahrik al-umma ni hizi, kama tulivyosema, ni tafjiru taqat, ni hizi nguvu ambazo ziko katika umma, hizi nguvu ambazo zimelala au zimelazwa. Ni lazima nguvu kama hizi ziamshwe, zifanyiwe kazi, ili kweli umma uweze kwenda mbele na uweze kufikia malengo makubwa makubwa. Na ndipo tunapozungumza hizi taqat, hizi nguvu ambazo ziko ndani ya umma, kwa sababu hakuna jamii, hakuna umma ambao utakuwa hauna nguvu kama hizi. Hizi nguvu zipo, ima zimelala, ima zimelazwa, ima zimepotezwa, zimeelekezwa mahali pasipostahiki, yani zimekosa mwelekeo. Kwa hiyo kazi kubwa ya uongozi ni kuziamsha nguvu kama hizi na kuzielekeza pale panapostahiki. Kwa sababu gani? Nguvu kama hizi zitakapofanya kazi, itakuwa ni zile taqat dakhilia, kwa maana zitakuwa ni nguvu za ndani na uzalishaji utakuwa umetoka ndani. Kwa sababu kama tunavyojua, hakuna heshima inayoweza kupatikana kwa omba, kwa kunyosha mikono. Kila tatizo, sisi umma kama umma, jamii kama jamii, ikiwa tutashindwa kuzitumia nguvu zetu, iwe sisi kila jambo tunawanyoshea mkono wengine kwa ajili ya kuwaomba, basi itakuwa ni umma ambao umelemaa, ni umma uliokufa, au ni umma bado unatembea
kwa kiti na kuna watu nyuma wanausukuma umma kama huo. Na ndipo kama tulivyosema kina Sheikh Makarim Shirazi na wengineo wanasema kwa umma wowote, ikiwa kweli unataka kuheshimika, umma unataka kweli kufikia malengo makubwa, jambo la kwanza ni lazima umma kama huu, jamii kama hizi ni lazima zipiganie kusimama kwa miguu yake, kwa sababu bila ya kusimama kwa miguu yetu itakuwa ni lazima kuna watu wanaotukontroli nyuma yetu. Wao ndio watatupangia malengo ili sisi tuyapiganie, na malengo yatakuwa si yetu, yatakuwa ni yao wao, kwa sababu hakuna mtu atakuja. Ni kama ninavyosema, hizi NGOs karibia zote ambazo zimeletwa na wa magharibi wa Amerika si kwa ajili ya maslahi yetu, ni kwa ajili ya maslahi yao. Kwa hiyo hizi nguvu zitakapoamshwa zifanye kazi, zizalishe, kwa maana sisi tutakuwa tunaelekea kusimama kwa miguu yetu na kuweza kuyafikia malengo makubwa kama haya. Na hii ndivyo kama tulivyosema, iwe ni thaura, ni mapinduzi ya kifikra, mapinduzi ya kimitazamo, mapinduzi ya kielimu, mapinduzi ya kiuchumi. Kwa sababu sisi mara nyingi tunafikiria mapinduzi ni kuingia barabarani kupambana na tawala zilio madarakani. Kwa sababu mapinduzi haya, ikiwa kweli tutaingia barabarani, lakini bado tumekoloniwa kifikra, kama alivyosema Dr. Ferdun Abbasi, aliuliwa katika zile siku 12, ambaye ni mtaalamu wa nyuklia kama nilivyonukuu maneno yake. Alikuwa akilalamika ni kwa nini tunaacha watoto ambao ni mabongo, ni fikra, tunawasomesha, tunagharamika, kisha tunawaachia maadui wachukue wende wakawalishe na wawasafishe mabongo yao, kisha mwisho wakirudi wanakuwa ni wafanyikazi na watumishi wa Amerika, kama alivyosema Colin Powell. Kwa hiyo tunaposema hizi nguvu ziamshwe, inahitaji mapinduzi. Mapinduzi kama haya ni mapinduzi ya kielimu, kwa sababu kitu cha kwanza, wao maadui wametumia elimu kuwa ni silaha ya kutumaliza. Hiyo elimu ambayo yatakikana imkomboe mwanadamu, wao wameitumia kwa kuwa ni silaha. Na ndipo wanakuja kama alivyosema Colin Powell na wengineo, kwa maana tukishamchukua huyu mtoto tukampa elimu, tukamlisha fikra zetu, kwa hiyo kesho atakwenda kututumikia sisi. Sasa sisi kitu cha kwanza ni lazima tunapoziamsha hizi nguvu ambazo ziko ndani ya umma wetu, na hii ni kazi ya uongozi, kitu cha kwanza yatakikana tufanye mapinduzi ya kielimu, mapinduzi ya mila na desturi. Leo tumepokonywa kila kitu: mila, desturi, utamaduni, elimu, uchumi, kila kitu uchumi, kila kitu tunawategemea wao. Na ndipo kuna msomi mmoja aliandika kuhusu mapinduzi ya kiuchumi, Sheikh Muhammad Ishaq Fayyad na wengineo pia wameandika,
Wasema upande wa Europe kuna vijana wa Kiislamu walijipanga wakaanzisha system mpya ambayo haina mikopo ya riba. Kwa maana mtu wao wanajenga building, wale watu wanaohitaji kununua nyumba wakienda, mfano flati ni 5,000,000, mtu yuko na 2,000,000, analipa 2,000,000, kisha anaendelea kila mwezi kulipa kodi ya chini mpaka akikamilisha deni anakabidhiwa cheti chake cha kumiliki gorofa kama ile au rosha kama ile. Haya yalikuwa ni mapinduzi, asema yakawa yameenea mpaka wasiokuwa Waislamu wakaingia ndani ya mchakato kama huu. Kwa hiyo tunapotaka sisi mabadiliko, ni lazima tuhakikishe tumesimamisha mapinduzi, na mapinduzi kama haya ni yale mapinduzi ambayo yatatuweka huru. Kama nilivyosema, kwa kuwa elimu sisi hivi sasa tunawalisha watoto wetu. Mtoto anapokwenda shule, yeye anajua wazi, kwa kuwa mimi kazi yangu kubwa ni faulu kwenye mtihani, nipate certificate, nikapate kazi. Kwa hiyo kesho hiyo certificate itakwenda kumfanya awe mtumwa. Ni lazima tuanze mapinduzi ya kielimu, kwa kuwa elimu ina nafasi kubwa ya kuamsha umma, kuufanya umma uwe huru, umma usimame kwa miguu yake, umma ujielewe na ujitambue, uchore ramani ya malengo yake, uwe unatembea umma kama umma. Na ndipo kuna msomi mmoja ana kitabu chake kizuri, ameandika matukio na anasema ni matukio ya kweli. Asema kuna mtu mmoja ilikuwa ameletewa chai. Chai yenyewe ilikuwa haina sukari, akaletewa na sukari. Sasa chai ni moto, akatia sukari ndani yake. Sasa akawa anajaribu kukigeuza kile kikombe, anaangalia kwa nini hii sukari imetiwa ndani na haiyayuki, na hali ya kuwa chai ni moto. Akila akijaribu kunywa anakuta haina tamu. Kajaribu kukizungusha, tatizo nini? Kwa nini isiyayuke mpaka mimi nikoroge, sio? Akajaribu kuzungusha, akaangalia, akafikiria, mwisho chai ikaburudi, ikawa baridi, ikawa hainyweki tena. Wajua ikishakuwa kama maji haina ladha tena ya chai. Sasa ikawa ina matatizo mawili, haina sukari na imekuwa baridi, ikawa hawezi tena kuinywa. Mwisho akaikosa ile chai. Huyu msomi anasema hiki kikombe cha chai ambacho hakina sukari ni mfano wa maisha yetu ya dunia. Ile sukari ni hizi toakati ninazozizungumzia, hizi nguvu ambazo ziko katika jamii, zinahitaji kukorogwa, kuziamsha zile pueni. Mukisha koroga ndio chai itashika tamu, sio? Bila ya kukoroga chai itakuwa tamu vipi? Kwa hiyo bila ya kupambana, bila ya kuziamsha hizi nguvu, hatuwezi kufikia malengo makubwa. Itabidi siku zote twalalamika, na malengo yetu kama anavyosema Said Taqi al-Mudarrisi, malengo yetu yatakuwa ni malengo haistahiki wenye akili wasimame kuyapigania. Kwa sababu malengo makubwa ni yale malengo ambayo kweli kila mwenye akili akiuona huu umma anasema kweli huu umma umesimama kwa miguu yake na unapambania malengo makubwa ambayo yanastahiki kila mwenye akili asimame apambane ili kwa ajili ya kuifikia malengo kama hayo. Lakini ikiwa malengo yetu ni madogo, mwisho hata sukari tutashindwa kuikorogea chai ili ipate iwe tamu, basi maisha yetu yote yatakuwa baridi kama ile chai iliyopoa katika kikombe. Itakuwa ni kulalamika, kupiga makelele bila ya mipango, kwa sababu haitakikani tufanye kwa hisia. Nimepambana na tukio, basi lile tukio liniamshe nije nipige kelele, nikimaliza pap. Hapana. Haya si maisha ambayo yatakana umma kama umma ambao una uongozi mzuri, ili unakwenda kwa awatif. Wanapelekwa na hisia, bila ya mipangilio, bila ya kuwa na ratiba, bila ya kuwa na malengo. Itakuwa urongo, huu umma hauwezi kufika popote. Itakuwa siku zote ni kama unavyoona matatizo madogo madogo, ambapo tunaweza kusimama umma kama umma na tukapambana na tukayatatua, lakini mpaka tuwanyoshe mikono watu wengine ili tuweze
kuyatatua matatizo yanayotuhusu sisi kama umma. Kwa hiyo ni lazima hizi tawaqat, hizi nguvu ziamshwe ili kweli umma utembee kama umma, ili umma uweze kusimama kwa miguu yake, jamii ziweze kusimama kwa miguu yake, zijitambue, zijielewe, zijue zinaanza wapi na zinakwenda wapi. Na hapa ndipo kuna mara nyingi nilipokuwa nikipiga mifano, napiga mfano wa chombo, kwa sababu tunapozungumzia uongozi ni kama nilivyosema, ni majiwe matatu. Kuna malengo yako mbele, kisha kuna uongozi na umma. Umma unapotembea peke yake bila ya uongozi, ndipo pale mwisho unapotezwa na unaelekezwa mahali pasipostahiki. Kama leo ukiona mara nyingi wanaitwa vijana majenzi na wengineo wanadanganywa, kwa sababu leo mwanasiasa ni mtaalamu sana kuuza siasa zake za uongo, kwa sababu yeye ikiwa ni bilionea anakuja kujitangaza anataka kumkomboa kijana au mwananchi. Kwanza ungeonyesha mfano na haya mabilioni yako kumkomboa huyo kijana. Kwa hiyo unakuja kumdanganya, unamuingiza barabarani kijana, kwa sababu hii thaura, mapinduzi ya kifikra na kielimu hayajapatikana. Kijana anaona kweli hii ni sera mzuri, anaingia, anajeruhiwa, anauliwa. Mwisho wanakuta ni kama Masri, anarudi anakuwa yule aliyetawala ni muovu kushinda yule aliyepita. Kwa sababu ni lazima unapotaka kuingia barabarani ujue malengo kamili. Ndipo kuna baadhi, hata kuna mmoja akininukulia kitambo, alipotaka kuingia, mmoja katika wazee wetu alipotaka kuingia katika maandamano, kuna mwalimu mmoja alimuuliza, unaingia kwa lengo gani? Asema ni mambo ya kitambo, karibu miaka 40 au zaidi. Akasema kwa sababu huyu ni Muislamu mwenzetu. Akamwambia sawa, ni Muislamu mwenzetu kweli, unajua malengo yake ni gani? Je, alipofanikiwa alikuja kuwaeleza kwa nini leo amepata tatizo ndo ataka kuingiza barabara? Anasema alimuuliza maswali, mwisho akaona kweli mimi nilikuwa nimeoshwa ubongo. Zile khutba za msikitini zile tunatiana hamasa, vijana wakitoka takbir, wanakwenda mbio, wanaharibu mali ya watu, wenye kupigwa marisasi, wenye kumalizwa, na ukiwauliza malengo hawajui. Kwa hiyo haya mapinduzi ninayoyazungumzia ni mapinduzi ambayo kijana kweli atakapoingia barabarani ana malengo kamili. Hakuna mwanasiasa atakuja kumuuzia siasa zake au kumdanganya, kwa sababu anajua ninachokipigania kinastahiki nikitolee muhanga. Ndipo kama al-Imam al-Hussein salamullahi alayhi aliyaweka Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, aliyaweka malengo yake wazi, sio? Yule ambaye hawezi atoke mapema. Malengo ni haya. Tukiwa tumeuliwa mashahidi tumefaulu, na tukiwa tumefaulu pia tumefaulu. Kwa hiyo zote mbili alizokuwa akipigania al-Imam al-Hussein salamullahi alayhi ni sira kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ali, kwa maana yale ni malengo makubwa yanayostahiki watu wayatolee muhanga, na akajitolea muhanga. Na ndio leo mpaka leo thaura ya al-Imam al-Hussein salamullahi alayhi imebaki kutoa matunda, tuuti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha. Kwa sababu gani? Kwa sababu malengo yalikuwa wazi. Sasa leo matatizo yetu makubwa, umma kama umma, tukiwa tunatembea katika chombo, tuko ndani ya chombo, ni mawili: atabaki yule rubani au yule pilot kupeleka fanya fujo, tunataka kujua twenda wapi. Kwa hiyo mwisho itakuwa kukizamisha chombo. Sasa ninaposema kwa kuwa ni chombo, ni lazima hii haraka iwe ni haraka ya pamoja, kwa maana kila mmoja anajua tunachokifanya ni kitu gani. Na hapa ndipo pale inakuja kuunganisha, kama wanavyotambia maulama kina Sheikh Al-Asifi na wengineo, wanasema inakuja kuzalisha
nguvu za pamoja, kila mmoja kumwamini mwenzake, uongozi kuamini umma kuamini uongozi, kisha pia inapelekea kila mmoja kujua majukumu yake ni yapi. Kwa sababu mara nyingi tunapozungumzia uongozi, nafasi ya uongozi katika umma, tunafikiria kwa sisi tulale tumsubirie tuletee matunda. Na hii hakuna jamii ambayo itapiga hatua ikiwa itakuwa namna hii. Wala hakuna uongozi unaoweza kufanya peke yake. Leo unaposikia umma wowote au jamii yoyote imefanikiwa, ni zile jamii au ni ule umma unaotembea hatua baina ya uongozi na umma. Umma unaposimama kupambana, unaamini kwa kuwa hii kadhia ni kadhia yangu inayonihusu mimi, sio inayomhusu mwanasiasa, sio inayomhusu muongozi ambaye ni muongo. Kwa sababu leo mara nyingi ndio hii as-sidq wal amana, mimi wanapenda kuizungumzia ukweli na uaminifu, kwa sababu ikiwa ni wanasiasa wetu ukweli na uaminifu hawana, ni 100% au tutowe iwe ni 99%, hawana uaminifu. Kwa hiyo sawa ataanza hatua mzuri mbele, mfereji ukifunguliwa atawaacha, au kesho akitishiwa pia atawaacha, au kuanzia mwanzo alikuwa hana ukweli na uaminifu, aliamua kuwaingiza barabarani kwa malengo yake. Na ndipo leo tunapoona, si ndivyo ulimwengu unavyoendelea? Kwa hiyo tunapokuja kuzungumzia kadhia kama hii ya uongozi, haya malengo yanapokuwa wazi, kwa sababu malengo yanahusu umma, ni malengo ya umma, ni malengo makubwa ya kuamsha hizi nguvu ambazo ziko ndani ya umma. Kwa hiyo yanapokuwa wazi, inazalisha ile ruhia ya watu kufanya kazi pamoja, watu kwenda hatua, kila wanapopambana wote wako pamoja baina ya uongozi na umma. Sio yale mambo ya kumwacha mmoja yuko mbele, au mara nyingine kiongozi anaamua kupambana kisha umma unasema si shauri yake, sasa alitaka mwenyewe. Kwa hiyo ikiwa tunazungumzia uongozi, nafasi ya uongozi katika umma, kitu ambacho kinazalisha umoja, kinazalisha watu kuwa ukipambana wanapambana kwa pamoja, wakienda wanakwenda pamoja, matatizo wako tayari kuyatatua kwa pamoja, ni pale haya malengo yatakapokuwa wazi. Kwa sababu kweli kuna wengine kama nilivyosema, wanaweza kudanganywa wakapewa malengo ya uongo wakaingia, lakini kila mwenye akili, ikiwa kweli haya mapinduzi ya kifikra na kielimu yamepatikana, basi hakuna mwenye akili ataingia ikiwa malengo hayaeleweki. Kwa sababu mara nyingi, na ndipo wanaposema hizi ukhala, kuna misingi hata sheria inaitilia saini, kwa sababu ni misingi ya wenye akili. Kila mwenye akili anakwambia kwa hiki ni cha sawa au si cha sawa. Kwa hiyo yanapokuwa wazi, na ndipo mara nyingi utakuta yanapokuwa haya malengo hayaeleweki, hayako wazi, utakuta jukumu moja au kazi moja inaingiliwa na watu 5-6. Hapa ni mahali huwa hakuna nidhamu. Ndio ile nikasema tusifanye kwa kukurupuka awatif. Ni kwa sababu gani? Hapa wazi ukiona kazi, sijui waziri fulani ameingilia, mara sijui rais ameingilia, sijui mkuu wa polisi ameingilia, sijui nani ameingilia, ni kwa kuwa hakuna nidhamu. Kwani haijulikani kazi hii nani anastahili aifanye? Ni kwa sababu kuanzia mwanzo haya malengo hayako wazi, ili kufanya nini? Kugawiana majukumu, kila mmoja kupambana, kila mmoja kuwa uwanjani, kwa sababu yanatuhusu sote, hayamhusu kiongozi. Kwani haya malengo tunayopigania ni yake, si ni yetu sote? Kwa hiyo tunapokuja kuingia ndani ya hiki chombo, tuhakikishe kwa kuwa kila mmoja ameshajua majukumu yake ni yapi, anapambana kwa ajili ya kuyafikia malengo makubwa kama haya. Na ikiwa itatokea mtu pia anataka kuitoboa safina kama hii, basi ni umma wote ni lazima uamke kupambana naye, kwa sababu atawazamisha. Na hapa
ndipo kunapatikana baadhi ya mambo muhimu ambayo ni lazima. Kwanza, uongozi kama tulivyosema sio peke yake kuusukuma umma, kunakuwa na murakaba, anachunga ili yale malengo yasije yakapotezwa, ili umma usije ukatolewa katika malengo, umma usije ukaelekezwa mahali pasipostahiki, kama alivyosema al-Imam Ali salamullahi alayhi, ni lazima iwe Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, kwa sababu zile mbio ikiwa zitaelekea mahali pasipostahiki hatutofikia malengo. Hasa kwa hiyo uongozi unakuwa time zote unachunga yale malengo yasije kuchezewa, yale malengo yasije kubadilishwa, iwe kila mmoja anapambana na kila mmoja kufanya kazi yake. Hapa ndipo pale tunakuja kuzalisha, au uongozi unazalisha katika umma, kila mmoja ndani ya umma unakuwa unajiamini. Wajua hakuna tatizo kubwa kama hii fikra ikiwa imebaki kwenye akili, ni kwenye nafsi, mtu kutojiamini. Na hii mara nyingine inazalishwa na kutokana na matukio au kutokana na uongozi, kama wanavyosema baadhi ya maulama. Ukimpata mtu amefanya juhudi, amefikia kitu au amefikia natija fulani, usimvunje moyo, kwa sababu wewe pengine kwa fikra zako waona kwa ilikuwa stahiki aende mbali zaidi. Basi mueleze kwa njia nzuri aelewe, kwa sababu ukimvunja moyo mara nyingine ndio sasa utamwekele katika nafsi yake, kwa hiyo mimi siwezi, nimepambana muda wote, kwa nini sikufanikiwa? Sio? Kwa hiyo hapa ushirikiano utakuja kuzalisha nguvu, kwa kuwa kila mmoja ndani ya umma atakuwa anajiamini kwa kumbe twaweza, kumbe mimi naweza, mimi nikipewa majukumu naweza. Kwa sababu wasipopewa majukumu, baadhi ya watu wakaachwa, sijui ni wazee museme, sijui vijana, mara nyingi tunasema ni kijana mpaka anakuwa mtu mzima, mwisho anajiamini bado ni kijana vile alivyolelewa. Kwa hiyo mwisho itakuwa wanaofanya ni wengine na matunda yanatarajiwa yafike kwa wote, haiwezekani. Kwa hiyo hapa huu ushirikiano unazalisha nguvu, na nguvu kama hizi umma kila mmoja anakuwa na nafasi na anajiamini kwa kuwa mimi naweza. Kisha hii thika ni lazima kuwa time zote watu kukumbushana, kuamshana, kuelekezana, kwa sababu kama tulivyosema kikombe cha chai kinataka kufanya nini? Tuikoroge ile sukari, sio? Hizi ni changamoto, kwa sababu maisha ambayo hayana changamoto, maisha ambayo hayana mapambano si maisha. Kama wanavyosema kina Dr. Ali Al-Wardi, asema haya ni maisha ambayo yako peponi peke yake. Maisha ya duniani lazima kuwe na changamoto. Kwa hiyo yatakikana mara kwa mara kukumbushana, mara kwa mara kuamshana, mara kwa mara kuelekezana, ili kila mmoja atekeleze jukumu lake. Kwa sababu mara nyingi utakuta kuna majukumu madogo madogo watu fulani wanaweza kufanya, lakini kwa sababu hawapewi majukumu kama yale kuyafanya, kwa hiyo wanaamini kwa kuwa sisi hatuna nafasi yoyote katika haraka za umma kama umma. Na ndipo utakuta mimi mara nyingi wanapenda kusema sisi jamii zetu alhamdulillah, sio kwa kuwa hatuna uwezo, sio kwa kuwa hatuna watu ambao wanaweza kufanya, tuko nao wengi, lakini tatizo kubwa ni hatuna mipangilio na bado hatujiamini kwa kuwa twaweza kufanya. Na mara nyingi inabaki kwa kuwa kila mmoja anaamini kwa kuwa mimi jukumu langu ni mimi na familia yangu, na hili ni tatizo kubwa yani. Kwa sababu ndio utapata mara nyingine mtu huwezi ukamuona kwenye programu yoyote, kwenye ratiba yoyote ya jamii, pengine kwa mwaka waweza kumuona mara moja, pengine Lailatul Qadri labda, tena ni kutokea na kuondoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kama haamini kwa kuwa yeye ana nafasi katika umma, au ni kwa kuwa hajabebeshwa majukumu ndani ya umma kuyafanya. Kwa hiyo tukiwa tunataka kusimama kwa miguu yetu, ni lazima tuhakikishe kila mmoja hizi nguvu zote zilioko ndani ya umma, ni kama nilivyosema, hakuna mtu ambaye hana nafasi ndani ya umma. Kila mtu ana nafasi yake.
Leo ikiwa kwa wiki moja mbili wale wenye kukusanya taka hawakuja, tutapiga makelele. Kwa hiyo ana nafasi yake ndani ya umma. Kwa hiyo hizi zote lazima ziamshwe, kila mmoja acheze nafasi yake, kila mmoja ajue nafasi yake ni ipi, kwa sababu Uislamu hautaki fauda, hautaki fujo. Ikiwa hakuna mipangilio, hakuna ratiba, hakuna malengo, kila mtu atakuwa afanya atakalo, ndipo pale itakuwa haijulikani majukumu haya ya nani wala haya ya nani. Na ndipo haya siku zote utakuta vijana wengi wanaoingizwa mabarabarani, mbali ya kuwa hakuna malengo, wanaingia ni nini? Ni fujo tu, wenye kutaka kupatiliza, kuharibu mali ya watu, wenye kutaka kuiba. Kila mtu anaingia kwa malengo yake, kwa sababu malengo yenyewe ima hayako wazi au si malengo ya kweli, au mara nyingine hata huyo anayewasukuma pia hajulikani ni nani. Hili ni tatizo kubwa. Ni lazima tuhakikishe tunapotembea, tutembee katika safina moja, tutembee katika chombo ambacho kila mmoja ataamini mimi niko na majukumu. Kisha kuna jambo ambalo ni muhimu sana. Sisi mara nyingi tunafikiria ikiwa utajaribu mara moja usifaulu, basi ndio mimi nina bahati mbaya bwana. Jaribu mara moja, mbili, tatu, utamkuta mtu mara nyingine ndio ameamua hata asifanye tena. Mimi nina nuksi bwana, kila nikifanya mara nyingine pengine aseme hata Mwenyezi Mungu hanipendi, astaghfirullah. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye anaamini mimi ni lazima kila nikipambana basi nifaulu. Na wasomi wanatuambia ukimpata mtu amefanikiwa, basi jua pengine amejaribu mara 1000 mpaka akafaulu. Kwa sababu ni mapambano. Hakuna maisha yasiyokuwa na mapambano. Leo mapinduzi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani hayakuanzishwa na Imam Khomeini. Kuna waliomtangulia walianzisha. Yalikwenda mpaka mwisho yeye akaja kufaulu. Na ndipo leo angalia, yeye ameanzisha yale mapinduzi ambayo ni mapinduzi ya kuutoa utawala mbaya, kisha mwisho akaja kuweka yale mapinduzi ya hizi taqat, nguvu za ndani. Leo kila mmoja utamsikia anazungumzia kwa kuwa Irani hatua aliyoipiga ni kwa sababu amesimama kwa miguu yake kwa kuziamsha hizi nguvu. Ndio kina Dr. Faridun Abbasi, kwa sababu gani walikuwa wakilalamika? Hawataki hawa wanafikra, hawa watoto ambao wana mabongo mazuri, tuwapatie maadui wende wakawaoshe, kisha warudi wawe ni maadui watumikie wao. Kwa hiyo haya ni mapinduzi ambayo yalianza ndani, na ndo alikuwa na timu yake. Imam Khomeini alikuwa na timu yake mzuri, ile timu ndo iliingia uwanjani kueneza zile sera za Imam Khomeini. Na ndipo haya mapinduzi ya kielimu leo yameweza kuwafanya wafike hapa walipofika. Sasa sisi ni lazima tukitaka kufanikiwa, tuhakikishe kwanza tuwe na uongozi unaojitambua na kujielewa. Kisha tuhakikishe tutembee mguu kwa mguu, sio tupige makelele uongozi, kwa sababu siku zote unasikia uongozi. Na umma uko wapi? Kwa sababu mambo yanayotuhusu sisi umma, mara nyingine utakuta huo uongozi unakuja, umma wenyewe haujafika. Tutafika vipi? Itakuwa ni kama wale waliofanya mashindano, atakayekuwa mvivu zaidi walipolala chini ya miti. Ikawa mwingine anasubiri kinachoanguka akipelekee mkono, mwingine anasubiri ajigeuze, mwingine alishinda alifungua mdomo yeye kwa sababu anataka kile kinachoanguka kiingie mdomoni, kinachoanguka kando asikichukue, sio? Si ndio itakuwa ni maisha hayo? Lakini ikiwa kweli tunazungumzia uongozi, ni uongozi kuwe na ruhia ya taawun. Kwa tunafanya kazi pamoja, tunatembea pamoja. Na hapa ndipo utakapoona mara nyingi, na niliwahi kuzungumzia katika hizi darasa za nyuma, kwa nini baadhi ya maulamaa wanalalamika kutokana na nidhamu za kielimu ndani ya shule zetu, sawasawa ni mahauza, sawasawa ni macollege, mauniversity. Kwa sababu hivi sasa hata masomo yanayofundishwa university, kwa sababu ni Muingereza au ni Muamerika aliyezungumzia haya kabla ya miaka 20 iliyopita, akilalamika kwa mtoto anaweza kukaa university mwaka mzima akawa hajasoma kitabu hata kimoja. Mwaka mzima. Si mambo ya mwezi, mwaka mzima.
hajasoma kitabu. Sasa wewe hebu tujiulize, itakuwa sisi tutaweza vipi kupata mwamko katika umma ikiwa kweli hatutoanza kule katika yale mapinduzi ya kielimu? Iwe elimu si elimu ya mimi kutoka na cheti kwenda kuajiriwa kutumwa, iwe ni elimu ya kumkomboa mwanadamu, ajifahamu, ajielewe, ajitambue kwa kuamini nani, nimetoka wapi, naenda wapi, na ndipo tutakapoheshimika. Lakini ikiwa siku zote tutakuwa ni wenye kunyosha mikono, siku zote itakuwa ni watu omba omba, hatuwezi kufika. Tutabaki hapa hapa na siku zote tutapiga makelele. Na ukiangalia ndani ya nchi yetu kuna matatizo madogo madogo ambayo ni mingi, siku zote tutapiga kelele tu na hatuwezi kufika. Kama ni jana ni juzi, sijui mmeona upande wa Kibokoni Mombasa, wanalalamika hawapati maji ya kunywa na watu wanalipa na nini. Tatizo liko wapi? Hili ni tatizo hivi la watu kufanya maandamano na kupiga kelele, kuitisha waandishi wa habari. Ni kwa sababu bado hatujajitambua, hatujajielewa. Huyo tunayempigia kelele na kumfanyia maandamano ni yule ambaye pia tuliingia kumpa kura zetu, si ndio? Kwa nini mwingine situmpigia makelele? Yeye ndio alivyosema almarhum Sheikh Abdullah Nasir, vijana walikuwa wakiingia na mavesti kupigania IPK, mwisho hata IPK ikisimama wao ndio wa kwanza kusimama kuipinga, kwa sababu hawajajua malengo, hayajawekwa wazi. Wewe aliyekuja kutangaza IPK mwenyewe hajaweka wazi malengo ya IPK nini. Kwa hiyo ni lazima umma kama umma tujue, kwa kuwa tutakapotembea pamoja na uongozi ndipo tutakapofanikiwa na ndipo tutakapoyafikia malengo makubwa, kwa sababu hii safina si safina ya kuuachia uongozi peke yake, yataka kila mmoja abebe majukumu ili kweli tuweze kufika tunapokwenda. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli